Mtazamaji, karibu sana katika mazungumzo haya ambayo tutakwenda kuzungumza na ndugu Samuel Tanguye ambaye ni naibu katibu na mkuu wa idara ya TEHAMA ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma. Na kubwa ambalo tutakwenda kulizungumza hapa ni kufuatia kutoa matangazo mbalimbali ya kuitwa kwenye usaili ambao tunatarajia utaendeshwa kuanzia tarehe 13 mwezi huu wa Disemba. Sasa katika matangazo hayo kuna maelekezo kwamba kutakuwa na usaili wa kidigitali. Baadhi ya watu wamekuwa na mashaka sana, wamekuwa na hofu na wasiwasi wakijiuliza kwamba huu usaili wa kidigitali unafanyikaje, ukoje, vitu gani vya msingi. Sasa maswali yako hayo tumemwalika hapa leo ndugu Samuel Tanguye, mkuu wa idara ya TEHAMA Sekretarieti ya Ajira, ambaye atakwenda kuondoa hizo hofu ambazo wewe uko nazo na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa kwa upande wako. Kiongozi, habari za muda huu? Nzuri, mnaendeleaje? Salama sana. Karibu sana. Asante sana. Bila shaka tuende moja kwa moja katika hili ambalo tutakwenda kuzungumza. Usaili, kufanya usaili wa njia ya kidigitali. Mtu akisikia hilo jambo kwa kifupi sana ama kwa maelezo ya haraka haraka kumweleza na kumtoa hofu, usaili wa kidigitali ukoje, unafanyikaje na vitu vya msingi hasa katika usaili huu ni vitu gani? Mimi nakushukuru sana. Kwanza ni watu ya hofu kwamba mfumo huu ni matakwa ya wadau wetu. Wadau wetu hapo nyuma wakati tunaratibu michakato ya ajira walikuwa hawaamini baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa tunavifanya. Kwa mfano, tukiita watu 2000 baada ya siku moja tukatoa matokeo. Wengi walikuwa hawaamini. Lakini baadhi walikuwa wanasema tusaishiwi sawa sawa. Na wengine wakasema pengine katika hizo hatua za usaili na nini kuna mianya ya rushwa na upendeleo. Kwa hiyo kilichotuvuta na kufanya maboresho ya namna ya kuratibu mchakato huu ilikuwa ni wadau wenyewe. Sasa kuanzia mwaka jana mwezi Aprili tumekuja na mfumo wa kidigitali kuwezesha kufanya usaili huu. Mfumo ambao baada ya kuwa tu amemaliza kufanya usaili wake kijana anarudi nyumbani bila mashaka yoyote, na kabla hajafika nyumbani matokeo anakuwa ameshayapata kwenye simu yake. Sasa kumekuwa na hofu mbalimbali, mfumo unafanyikaje, tutaingiaje, utafanyikia wapi? Niseme tu kwamba kwa uchache kabisa kama ulivyosema, tayari tumeisha bainisha kwa kila msailiwa kituo ambacho atafanyia usaili. Na tunaposema vituo, kwa yeyote ambaye ananisikiliza ni kwamba kama unafahamu uko katika mkoa wako, basi kama kuna chuo kikuu cha umma, kuna chuo cha ualimu, kuna chuo cha VETA, ama kuna shule ya sekondari, ama kuna vyuo vya private vyovyote vyenye miundombinu ya TEHAMA kwa maana maabara yenye kompyuta, basi hivyo vyote ni mahala ambapo wahusika watatakiwa kufika na kwenda kufanyia usaili. Kwa kama uko hapa Dodoma, maana yake kituo chetu cha usaili kinaweza kwa UDOM, St. Joseph ama IRDP na kwingineko kule ama VETA Dodoma. Sasa aingie kwenye akaunti yake, ataona ameelekezwa kwenda kwenye kituo gani. Lakini uzuri akifika kule kwenye kile kituo, wapo wataalamu wetu ambao watamuongoza namna nzuri ya kufanya usaili. Ni watoe hofu vijana. Mimi naamini vijana kama unajua kutumia simu na mfumo wetu ni rahisi zaidi kuweza kuutumia. Ili aweze kuingia kwenye mfumo wetu, atatakiwa kuwa na username na password anazozitumia kwenye mfumo wa ajira portal. Kwa wale ambao wamesahau wanatumia stationery, waweze kwenda kuzikumbuka zile password zao wanazozitumia kwenye mfumo ule. Lakini uzuri hata akiwa amesahau, ili kumwondelea usumbufu, tutamsaidia kumpa password ya muda aweze kutumia. Lakini kingine, matumizi ya kompyuta ni yale ya msingi, ndio teknolojia, na vijana wengi ninyi mnakuwa mna mashaka, na watu wa umri wangu pia wanaweza wakawa na mashaka, lakini wazee wetu wanakuwa na mashaka zaidi na hivi vitu. Lakini mimi leo, ndugu mwandishi, naweza nikakwambia kijana wako pale nyumbani, unaweza ukampa simu yako ukakuta anacheza game baada ya masaa 2. Ndicho kizazi tulicho nacho. Sina mashaka yoyote, na wengi ni watoe mashaka kwamba usaili huu wataweza kufanya. Na kikubwa, tulivyoanza mwaka jana, tulianza kwa majaribio. Tulianza kwa kada za ICT wakafanya usaili. Baadaye tukaja kwenye kada
kada za watu wenye ngazi ya degree wakafanya usaili. Tukaja kwenye ngazi ya diploma wamefanya usaili. Tukaja kwenye ngazi ya certificate wamekwisha fanya usaili. Lakini mwaka jana pia wakati tunaanza walimu nao wakasema lo, na sisi tulitamani tufanye usaili kidigitali. Hatuamini. Lakini kwa nini tuliwafanyia wakati ule? Ni kwa sababu ya miundombinu haikuwa rafiki. Niseme kwamba katika usaili huu na walimu sasa nao watafanya usaili wao kidigitali, ili lengo tu ni kuondoa mashaka wakati wa mchakato mzima. Kwa hiyo niwaombe waje na nyaraka zote kadiri zilivyotolewa kwenye matangazo ya ajira, ikiwemo waje na vyeti vyao na yale yote ambayo wameelekezwa waje nayo. Lakini kule watakuta mazingira rafiki, watakutana na wataalamu waliobobea wa Secretariat ya ajira na wa vituo vile vya usaili, kuwawezesha wao kufanya usaili wao bila kuwa na mashaka yoyote. Wapo wanaowaza kwamba kama kompyuta nafanya hapo na ina internet, naweza Google huko, naweza nikaenda ChatGPT kutafuta majibu ya ili likoje. Na kushukuru kiumri tunaweza tukawa tumesogea, lakini wakati unafanya maboresho haya tunazingatia pia mambo kama haya. Kwa kweli yeyote atakayetamani kufanya, na wapo mashuhuda waliojaribu kufanya, ukitoka tu nje ya ule mfumo wetu, kwa sababu atakapoingia kwenye mfumo wetu utajaza screen ya kompyuta yake, na yeye akitaka kutoka kwenye ile screen kwenda kufungua dirisha jingine la kuweza kuangalizia na kufanya vitu vingine, tayari atakaporejea kwenye mfumo wake atakuta kazi yake imekwisha kusanywa tayari kwa kusahihishiwa. Kwa hiyo hataweza kuingia tena na kuendelea kufanya usaili. Niwaombe sana wazingatie maelekezo yatakayokuwa yanatolewa na wataalamu wetu. Tunao uwezo kwa wale watakaotokea bahati mbaya kuweza kuwarudisha kwenye kufanya usaili, lakini mpaka tumejiridhisha. Kwa hiyo kuondoa ule usumbufu, vema vijana wakatulie, kwa sababu masuala yote ya kiulinzi, kutazamia kupitia mfumo wa kidigitali yamezingatiwa barabara. Asante sana. Karibuni sana.